General Mtito TV, General Mtito TV, General Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Huu ni mwaka wa wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine huu ni mwaka wa Tanzania kung'ara katika medani za soka barani Afrika. Ni kwa sababu gani? Kuelekea siku ya fainali, siku ya Jumamosi tarehe 17 mwezi huu, wekundu wa Msimbazi Simba wakienda kucheza ugenini katika fainali mojawapo kati ya mbili za kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane kule nchini Morocco. Kuna taarifa za kutia moyo kwamba miongoni mwa wachezaji muhimu, wachezaji nyota katika kikosi cha RS Berkane chini ya mwalimu Moin Shaaban amepata majeraha ambayo yatamweka nje katika mechi zote mbili. Huyu si mwingine, ni beki mbili anaitwa Haitham Manyuiti. Taarifa zilizopo ni kwamba kuumia kwake kunamfanya akose mechi mbili zote kwa sababu atarejea uwanjani, atakuwa tayari kucheza baada kufikia mwisho wa mwezi huu. Ikumbukwe mechi ya kwanza inachezwa Jumamosi siku ya tarehe 17 kule nchini Morocco, na tayari wekundu wa Msimbazi Simba wameshasafiri kwenda nchini Morocco kwa ajili ya mechi hiyo. Lakini mechi ya marudiano itachezwa tarehe 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, siku ambayo kombe litakuwa uwanjani. Sasa katika mechi zote hizo mbili, huyu Haitham Manyuiti atakosekana, na ni kwa sababu aliumia katika mechi ya pili ya nusu fainali waliocheza dhidi ya Satisfaction kule nchini Algeria ambako walifungwa 1-0. Inakumbukwa vizuri, katika siku hiyo aliumia katika dakika ya 14. Badala yake mwalimu Moin Shaaban akamuingiza Isufu Dayo beki wa kati, lakini akaingia kutoa nafasi ya huyu Haitham Manyuiti. Ni katika mechi ambayo mwisho wa siku alifungwa 1-0, lakini wakasonga mbele kwa hatua fainali kukabiliana na Simba, kwa sababu katika nusu fainali ya kwanza waliocheza kule Morocco RS Berkane walishinda 4-0. Sasa kwenye mechi ya marudiano kule nchini Algeria dhidi ya SES Constantine walichohitaji ni ushindi wowote ama sare yoyote, ama kama ni kufungwa basi isiwe mabao tofauti, ivuke mabao matatu, kwa maana kwamba margin tofauti ya mabao ya kufungwa isiwe 4 kwenda juu, kwa sababu ingekuwa mabao 4-0 kwa mfano angefungwa, maana yake ungekwenda kwenye mikwaju ya penalty. Lakini kwa mfano angefungwa 5-1, tofauti ya mabao ingekuwa 4, lakini wao wangekwenda fainali kwa sababu tayari walishakuwa 4-0 nyumbani. 5-1 maana yake bao moja la ugenini lingewafanya waende fainali, lakini katika mechi hiyo wakafungwa 1-0 ambayo ilifanya matokeo ya jumla yawe 4-1. Sasa huyu Haitham Manyuiti kukosekana kwake ni habari njema kwa wekundu wa Msimbazi Simba, habari njema kwa Tanzania, habari mbaya kwa wa RS Berkane, habari mbaya kwa wa Morocco, kwa sababu Haitham Manyuiti ni mchezaji muhimu sana wa kocha Shaaban, kwa sababu kwenye kikosi chake, mfumo wake, baada ya golikipa Munir Mohamed huwa na walinzi 4, kiungo mmoja mbele yao anayelinda ukuta watu 4, halafu na viungo 4 na mshambuliaji kinara 1. Katika hawa 4 kulia ndipo anapatikana Haitham Manyuiti. Ni mchezaji muhimu sana, na ushahidi juu ya umuhimu wa Haitham Manyuiti ni kwamba katika ligi kuu ya Morocco ambako walitoa ubingwa mechi 5 kabla ya kufikia mwisho wa msimu, ikiwa ni mara yao ya kwanza kihistoria kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Morocco, huyu Haitham Manyuiti alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliocheza mechi nyingi kuliko wachezaji wengine katika timu hiyo mpaka wanatoa ubingwa, kwa sababu katika ligi kuu ya Morocco kuna timu 16 kama ilivyo Tanzania bara. Maana yake ni kwamba mechi huwa 30, 15 za nyumbani, 15 za ugenini. Kwenye mechi 30 yeye alicheza mechi 24, kakosa mechi 6 tu, na mechi nyingi alizokosa ni zile ambazo RS Berkane walikuwa wanacheza kutimiza tu wajibu, kuhitimisha ratiba, kwa sababu kufikia mechi ya 25 tayari walishatangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya Morocco kwa msimu 2024-25. Alikosa dakika moja katika kila mechi kwa wastani. Kwa maana nyingine, katika kila mechi alizocheza zile 24 alicheza kwa dakika 89. Yatosha kuonyesha juu ya umuhimu wa huyu Haitham Manyuiti. Katika kombe la shirikisho ambalo hili wako fainali wao na wekundu wa Msimbazi Simba, Haitham Manyuiti kwenye mechi 10 walizocheza RS Berkane kuanzia hatua ya makundi mpaka walipo sasa, yeye amecheza mechi 9 na amecheza kwa dakika 733. Unaweza kaona namna gani alivyokuwa muhimu, kwa sababu kwa wastani katika kila mechi alizocheza amecheza kwa dakika 81. Huyu Haitham Manyuiti akiwa uwanjani, matarajio yalikuwa kwenye mkaratasi anakwenda kukutana nani? Anakutana na Elie Mpanzu Kibisawala, nyota wa Simba katika mfumo wa kocha Fadlu Davids wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili wakabaji, viungo 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara 1. Elie Mpanzu Kibisawala
hucheza upande wa kushoto katika wale viungo watatu wa ushambuliaji, ambako kwenye makaratasi ndiye angekutana zaidi na Haitham Manywiti ambaye yeye ni beki mbili. Sasa Mpanzu ilitarajiwa kuwe na vitakali baina yake na huyu Haitham Manywiti, kwa sababu Mpanzu katika kombe la shirikisho mpaka sasa ndiye best dribbler namba 2, yani katika wachezaji wanaoongoza kwa kukokota mipira kwa mafanikio, kupiga chenga dhidi ya wapinzani. Mpanzu anashika nafasi ya pili, namba 1 inashikwa na Kibu Denis Prosper ambaye yeye amekokota mpira mara 44 akafanikiwa mara 33. Mpanzu amekokota mpira mara 33 amefanikiwa mara 24, ufanisi wa 73%. Sasa ilitarajiwa akumbane na Haitham Manywiti ambaye yeye katika michuano hii amekuwa ni beki ambaye anacheza kiasili. Yani katika mabeki wa pembeni, kucheza kule kiasili ni kutekeleza majukumu mama ya beki wa kulia, orthodox style of play. Yani kucheza kwa maana kwamba msingi mkubwa upo katika kuzuia zaidi na sio kupanda kuongeza mapana ya uwanja kama walivyo mabeki wengine wengi wa kisasa. Kocha Muin Shaban huwatumia mabeki wake wa pembeni akiwemo huyu Haitham Manywiti na beki wa kushoto ambaye ni Hamza El Musawi huwa wanalinda zaidi. Average possession, nafasi yao kwa wastani uwanjani huwa ni nyuma ya mstari wa kati wa uwanja, hawawi juu kama ilivyo mabeki wengine wa mifumo ya kisasa katika kucheza, ambapo mabeki wa pembeni huwa ni kama playmakers, kama viungo, ndio hutengeneza mashambulizi kwa kuongeza mapana ya uwanja. Kwa mfano Simba, Shomari Kapombe hucheza kwa aina hii ninayoisema, Mohamed Hussein Shabalala hucheza kwa aina hii ninayoisema. Lakini kwa kocha wa RS Berkane, mabeki wake wa pembeni hubaki nyuma kuzuia zaidi kuliko kujenga mashambulizi. Matokeo yake ndio maana tunaona RS Berkane mechi 10, 6 za hatua ya makundi, 2 robo finali, 2 nusu finali, wameruhusu mabao 2 tu. Bao moja waliruhusu wakati wanashinda 3-1 dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini kule nchini Afrika Kusini. Bao lingine wameruhusu katika mechi ya pili ya nusu finali dhidi ya SES Constantine wakati walipofungwa 1-0, tena ikiwa wanacheza kimkakati kwamba hata wakifungwa 3-0 bado wao wanakwenda finali, kwa sababu kama nilivyoeleza awali walishashinda 4-0 katika mechi ya kwanza. Sasa huyu Haitham Manywiti ni miongoni mwa nguzo katika kuwafanya wawe salama katika mechi 9 alizocheza. Haitham Manywiti kuonyesha kwamba anashiriki vipi ile game involvement, amegusa mpira mara 601, lakini katika kugusa huko mipira ametoa pasi 373, zilizofika ni pasi 303, kuonyesha kwamba ufanisi wake katika kutoa pasi ni 80% huyu Haitham Manywiti. Lakini pia ametoa cross 6 tu kama ushahidi kwamba yeye huzuia zaidi. Yani katika mechi zote alizocheza 9, katika dakika 733 cross alizowahi kupiga zikafika ni 6 tu, kuonyesha kwamba yeye hapandi sana. Lakini katika mechi ya nusu finali dhidi ya SES Constantine walioshinda 4-0 kule kwao nchini Morocco, mabao 2 yalitengenezwa na yeye akitoa assist 2. Lakini kwenye michuano hii pia amecreate chances, big chances, nafasi wazi za kufunga kwa RS Berkane, nafasi 4. Kwa hiyo mara chache zile anazopanda huwa na madhara, lakini kwa kiasi kikubwa yeye huzuia zaidi. Amebutua mpira mara 23. Interceptions, kuingilia mipira ya wapinzani katika kupasiana kwenda kuadhuru, amefanya kwa mafanikio mara 5. Yeye pia ni mzuri katika mapambano ya mipira, kwa sababu kwenye zile tunasema duels, total duels, mapambano ya kimpira, amefanikiwa mara 40 kati ya mara 73 alizopigania mipira hiyo. Lakini pia Haitham Manywiti amefanya ball recovery, kunyang'anya mipira kutoka kwa wapinzani, kufanya miliki irejee katika timu yake, amefanya kwa mafanikio mara 40, kama ilivyo katika kupigania mipira zile duels ambazo amefanikiwa mara 40 katika mechi 9 alizocheza. Waweza kuona ni mchezaji muhimu kiasi gani. Huyu ni raia wa Morocco, umri wake hivi sasa ni miaka 24 kwa sababu alizaliwa Aprili 18 mwaka 2001. Urefu wake ni futi 5 na inchi 10, yani amemisi inchi 2 ili kutimiza futi 6. Ni mchezaji muhimu sana na ndio maana amekuwa akicheza kwa muda mrefu katika msimu huu akiwa anategemewa na kocha Muin Shaban mpaka kufika fainali. Kukosekana kwake maana yake unamrahisishia kazi sasa ili Mpanzu Kibisawala, kwa sababu yeyote atakayekuja kucheza nafasi ya Haitham Manywiti ni dhahiri kwamba huenda vile vigezo vinavyomfanya kocha Muin Shaban ampange zaidi vinapungua kulinganisha na yeye. Kwa mfano katika mechi dhidi ya SES Constantine walofungwa 1-0, alipoumia dakika 14 na kutoka, aliingia Isufu Dayo. Isufu Dayo yeye ni mzuri zaidi akiwa katika eneo la kati. Urefu wake around 56, ni beki ambaye ni miongoni mwa mabeki wa kati wa RS Berkane ambaye amecheza mechi 8. Huyu Isufu Dayo akicheza pembeni ni dhahiri kwamba ni njia ya Mpanzu Kibisawala katika kuwaletea madhara upande wa kulia wa RS Berkane katika kuzuia,
upande wa kushoto wa Simba katika kushambulia, na hivyo kutengeneza nafasi nyingi za kufunga Simba siku hiyo ya tarehe 17 siku ya Jumamosi. Kwa sababu gani? Kwanza, Mpanzu hashindi kumpita mchezaji mmoja ama wawili. Mara nyingi huwa anafanikiwa. Ndio maana katika dribbling zake mafanikio yake ni 73%. Udribble mipira mara 73, kufanikiwa mara 24 ni ushahidi juu ya uwezo wake katika kukokota mipira, kupiga chenga, kwenda kuadhuru wapinzani. Mpanzu mpaka sasa amecheza mechi 7 tu, dakika 580, lakini tayari amefunga bao moja, ametoa assist moja. Ni mchezaji muhimu kwa kocha Fadu Davids, kwa sababu hata asipofunga, hata asipotoa assist, yeye ana uwezo mkubwa kudestabilize, kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga na kuchomoka kwa kasi, lakini pia kwenye kupiga mashuti Mpanzu yuko vizuri. Sasa siku hii wakati Mpanzu atakapokabiliana na beki ambaye sio Haitham Manwit, maana yake upande wake ni eneo ambalo Simba wanaweza kalitumia kupika mabao katika kila nafasi ambayo wataitumia katika kushambulia. Ndio, hata kama wanazuia zaidi kutokea chini, watakaposhambulia kupitia kwa Mpanzu kibisawala, ni dhahiri patatokea nafasi, kwa sababu ama yeye mwenyewe apite ama atalazimisha sasa walinzi wengine wa RS Berkane. Hapa nazungumzia kiungo wa ukabaji. Huyu ni Mamadou Lamine Camara, mchezaji wa kimataifa wa Senegal, kutumia muda mwingi kwenda upande wa kulia ama kushoto kwa Simba katika kushambulia, kutoa msaada ili Mpanzu asiwe anafanya ndio uchochoro wake. Kufanya hivyo maana yake atapunguza pale kati watu wanaohusika katika ulinzi. Atakuwa bize na Mpanzu kwenda kutoa msaada, kutoa fursa sasa kwa Jasha Ahoua, Kibu Denis Prosper pindi atakapoingia ndani kutokea upande wake wa kulia kama anaanza, lakini Steven Dese Mukwala, mshambuliaji kinara, kama atapata nafasi ya kuanza, ama Lionel Ateba Mbida kucapitalize, kutumia hii fursa ya Mamadou Lamine Camara kutumia muda mwingi akiwa upande wa kulia wao kwenye kuzuia, upande wa kushoto katika kushambulia aliko Elie Mpanzu kibisawala, matokeo yake fursa itapatikana. Lakini pia kama sio huyu Mamadou Lamine Camara, maana yake kutakuwa na msaada mwingine kutoka kwa mabeki wa kati. Hapa nazungumzia Abdelhak Assal, mchezaji muhimu katika safari hii ya RS Berkane kufika fainali. Lakini pia tunazungumzia sasa huyu beki mwingine wa kati ambaye ni nani? Ni Adil Tahif. Naye atalazimika kutumia muda mwingi kwenda kusaidia upande huo wao wa kulia kushoto mwa Simba katika kushambulia aliko Elie Mpanzu kibisawala. Matokeo yake atatoa fursa upande mwingine, kwa sababu wanapo move as a unit, wanapotembea kama kikosi cha timu katika kwenda kuzuia upande wa kulia aliko Mpanzu, wanaacha wazi kwa Kibu Denis Prosper ambaye yeye ndo best dribbler, ndo mkokotaji mpira mkuu mwenye mafanikio katika michuano hii msimu 2024-2025, akiwa amedribble mara 44, akifanikiwa mara 33. Lakini watatoa fursa kwa Jasha Ahoua, mchezaji ambaye hana makeke mengi, hana mambo mengi ya kufurahisha mashabiki, lakini anatekeleza majukumu ya kimsingi anayopewa na mwalimu wake Fadu Davids, na ndio maana kwenye mabao 11 waliofunga Simba, mechi 6 za hatua ya makundi, 2 robo finali, 2 nusu finali, Jasha Ahoua amehusika katika mabao 5, akifunga 3, assist 2, akitoa key passes, pasi muhimu 27 katika michuano hii. Sasa maana yake atapata fursa na kupiga na kukimbilia zile nafasi muhimu ambazo huweka mipira wavuni. Maana huyu hata katika ligi kuu Tanzania bara hivi sasa, ingawa yeye sio mshambuliaji kinara, lakini ndiye anayeongoza kwa mabao akiwa amepachika mabao 15, ana assist 7, akichangia mabao 22 kati ya mabao waliofunga Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara ambao ni mabao 60. Sasa Jasha Ahoua anaweza kupata fursa nzuri endapo upande ule wa Haitham Manwit ambako Elie Mpanzu kibisawala anatarajiwa kuleta matatizo mengi kwa RS Berkane, mabeki wa RS Berkane wakitumia akili nyingi kwenda kutoa msaada upande ambao beki wao Haitham Manwit hata kuwepo kwa sababu ya majeraha. Je, nini kitakachofuatia? Ni swala la kusubiri, kwa sababu kutokuwepo kwa Haitham Manwit hakumaanisha 100% kwamba eti RS Berkane watakosa mbadala. Timu kama RS Berkane ina wachezaji wengi wenye kiwango bora katika kila nafasi, mabingwa ligi kuu ya Morocco ambao ni ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika hivi sasa. Maana yake ni kwamba wanaweza kaleta mchezaji ambaye atatoa ushindani ambao kuwawezesha kutimiza mipango yao. Lakini pia mwalimu Moin Shabani ni mbadilikaji, ananyumbulika kulingana na mahitaji ya mechi. Pengine atakuja na njia mbadala kuhakikisha anapata matokeo chanya. Nini kitakachotokea? Bonge la mechi, lakini kati ya maeneo ambayo yanaweza kuwapa furaha wa Tanzania, furaha wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi hii ya kwanza kule Morocco, lakini pia hata marudiano, ni eneo hili la beki mbili wa RS Berkane ambaye anacheza upande wa kulia, ukushoto kwa Simba katika kushambulia. Kukosekana kwake maana yake huu ni uchochoro, ni fursa, inaweza kuwapa fursa wekundu wa Msimbazi Simba kupata matokeo chanya, kuwapa furaha wa Tanzania katika siku hii. Endapo atarejea uwanjani
anaonekana mgongoni, yeye nambari yake ni 20. Haitham Manywit, kama nilivyosema awali, urefu wake 5 na inchi 10. Itakuwa miujiza kwa mujibu wa taarifa zao kwamba awe fit kwa ajili ya mechi hizi mbili, na wakimuingiza maana yake watakuwa wamelazimisha kabla hajapona vizuri. Bado utakuwa ni uchochoro mwingine muhimu kwa wekundu wa Msimbazi Simba kupitia aliko Eli Mpanzu Kibisawala, lakini hata Kibu Denis Prosper akienda upande ule, Ladak Chasambi pindi akipangwa kwenda kucheza upande ule, Edwin Charles Balua, lakini Valentino Mashaka na wachezaji wengine wa Simba wakiwemo mabeki wa upande wa kushoto, Mohamed Hussein Shabala nahodha, Valentino Uma. Kule ni kuzuri katika kutengeneza mabao kati ya fursa chache pengine zitakazojitokeza katika mechi hiyo. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazila. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.